Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 2028, siku ya Jumanne, juma la 32 la mwaka B wa kanisa, ambapo mama kanisa anafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Yosefati, askofu na mfiadini ambaye aliyatoa maisha yake hadi kufa kutetea imani na kudumisha umoja wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza latoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Tito, sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 8 na ya 11 hadi ya 14. Na injili inatoka katika Injili Luka, sura ya 17 aya ya 7 hadi ya 10. Karibuni tusikilize somo la Injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Ni nani kwenu mwenye mtumwa alimaye au achungaye ng'ombe, atakaye mwambia mara arudipo kutoka shambani, njoo upesi, keti ule chakula? Je, hata mwambia, nifanyie tayari chakula nile, jifunge unitumikie, hata niishe kula na kunywa, ndipo nawe utakapokula na kunywa? Je, atampa asante yule mtumwa kwa sababu ameyafanya aliyoagizwa? Vivyo hivyo nanyi mtakapokwisha kuyafanya yote mlioagizwa, semeni, sisi tu watumwa wasio na faida, tumefanya tu yaliyotupasa kufanya." Neno la Bwana. Injili ya leo inatualika kutafakari juu ya kutenda haki na kujali utu wa kila mwanadamu pasipo kujali nafasi aliyonayo katika jamii. Mpendwa msikilizaji, katika Injili ya leo tunaalikwa, mosi, kulinda na kuheshimu utu wa kila mtu. Kila mtu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 26, ambapo Mungu akasema, "Na tumfanye mtu kwa mfano wetu." Hivyo Injili Luka leo anatufundisha kwamba kumchukulia mtu katika hadhi au hali ya mnyama ni kwenda kinyume na mpango ambao Mungu aliuweka kwa wanadamu alipomuumba. Mwinjili Luka anatuonyesha kwamba mwajiri sio binadamu zaidi ya mwajiriwa. Wote wana mahitaji sawa na msingi kiutu. Wanahitaji mapumziko baada ya kazi zao. Hivyo tuepuke masharti yatakayowafanya wajione kama mashine. Jiulize, ni mara ngapi tunajali wokovu au haki msingi za wale wanaofanya kazi chini yetu? Je, tunawapa fursa ya kutimiza wajibu wao kwa Mungu, au tunaishi nao tu kana kwamba wao hawastahili wokovu? Jumapili wanabaki nyumbani, wanafanya kazi tu, hawaruhusiwi hata kusali. Je, huu ni uungwana? Je, huu ni Ukristo? Katika maisha ya kawaida ya kila siku ni rahisi sana kutengeneza matabaka kati yetu kulingana na kipato mtu alichonacho, elimu mtu alionayo, au hata nafasi fulani mtu alionayo katika jamii, ambapo inapelekea mtu kuona wengine katika jamii ambapo hawajafikia hatua au nafasi hiyo kama watumwa au watu wasio na hadhi katika jamii. Injili ya Luka inamwonyesha Yesu akiwauliza wanafunzi wake juu ya kutenda haki, na kama kuna mmoja ambaye angeweza kuwachukulia walio katika hali ya udogo kama wanavyojipenda na kujijali, akionyesha uhalisia kwamba mtumwa haijalishi yupo katika hali gani au katoka wapi, ila inampasa awajibike kumtumikia bwana wake kwa ukamilifu. Katika maisha ya sasa, wapo wafanyakazi katika nafasi mbalimbali kulingana na elimu na ujuzi fulani mtu alionao. Wafanyakazi hawa huwa na wakubwa wao wanao waajiri na kuwapa kazi katika nafasi mbalimbali. Katika Injili ya Luka,
Yesu anatupa mfano wa mfanyakazi anayelima au anayechunga ng'ombe, jinsi mwajiriwa wake atakavyompokea arudipo kazini, na kuonyesha kwamba wengi hawatajali uchovu au kazi ngumu mtu aliyofanya siku nzima, bali atahitaji kutumikiwa kama ilivyo desturi. Pili, tunaalikwa kumpenda jirani kama tunavyojipenda wenyewe. Imani ya kweli inatudai kumtendea kila mmoja wetu yale ambayo sisi tungependa tutendewe. Yesu Kristo alituachia amri kuu ya mapendo, rejea Mathayo sura 22 aya 36, ambapo inatuamuru kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Hivyo ni vyema kumfanyia mtu yeyote kile unachotaka wewe mwenyewe kutendewa. Kama tunavyoona katika Injili ya Luka, mtumishi huyo licha ya kuchoka kwa shughuli za kutwa nzima, bado bwana wake anamwambia amtumikie pasipo kuona hali aliyokuwa nayo na mahangaiko yake ya kutwa nzima. Hivyo tunapaswa kuwapenda na kuwajali waajiriwa wetu, haijalishi ni katika nafasi gani ya kazi yupo, na pale anapostahili pumziko au pongezi kwa kazi aliyofanya aweze kupatiwa, na sio lawama na vitisho katika kazi. Kumbuka, mwajiriwa wako leo anaweza kuwa mwajiri wako kesho. Tatu, tunaalikwa kuthamini kila kitu chema mtu anachotenda. Neno asante ni neno dogo, lakini uzito wake ni mkubwa sana. Tumezoea kusema asante tu pale tunapopokea msaada fulani, lakini tunajisahau kusema asante pale ambapo mtu katimiza wajibu au amri fulani aliyopewa, tukiona kana kwamba ni wajibu wake. Tunamwona Yesu akiwauliza wanafunzi wake, je, atampa asante yule mtumwa kwa sababu ameyafanya aliyoagizwa? Rejea Injili Luka sura ya 17 aya ya 19. Akionyesha kwamba sio kawaida kwa watu kushukuru, na hivyo anatuhasa leo hata pale tunapokuwa na wafanyakazi wetu, pasipo kujali ni mdogo kwa nafasi gani, ila tushukuru na kuthamini kile kizuri anachofanya. Hayo yote yanategemea malezi thabiti ya kiroho na kiutu, kama somo la kwanza linavyotufundisha, ambapo Mtume Paulo anaweka mbele yetu fadhila au tunu za Kikristo ambazo tukiziweka katika matendo tutahusiana na kila mtu kadiri ya mapenzi ya Mungu. Wazee kwa nafasi yao ya ukubwa katika jamii wanapewa nafasi ya mbele katika swala zima la malezi, wakihaswa wao kwanza wawe mfano wa namna bora ya kuishi. Mpendwa msikilizaji, tunamwona Mtume Paulo akimwambia Tito awahimize wazee wawe wenye kiasi, wastahimilivu, wenye busara, wazima katika imani na katika upendo na katika saburi. Hii ikionyesha ni kwa namna gani wazee katika jamii wana nafasi kubwa ya kujenga au kubomoa maadili kwa mifano ya maisha yao. Mpendwa msikilizaji, katika somo la kwanza hali kadhalika vijana hawaachwi nyuma, kwani wao ndio kanisa la sasa na la kesho. Hivyo Mtume Paulo akijua Tito bado ni kijana, anampa majukumu ya kuwa mfano bora kwa vijana wenzake, ili wao waone namna bora ya kuishi na kumpendeza Mungu. Hivyo leo tunaalikwa kuwa mfano bora katika jamii kulingana na nafasi tulizo nazo, iwe padri, shemasi, mtawa au mwamini, na huo ndio Ukristo wa kweli. Basi tumuombe Mungu neema na baraka katika siku ya leo, ili tuweze kutenda haki na kujali utu wa kila mwanadamu pasipo kujali nafasi aliyonayo katika jamii. Hali kadhalika tuweze kuwa watu wenye kiasi na heshima kwa kila mtu, tukiiga mfano wa Mtakatifu Yosefati kwa kuonyesha mifano bora kwa maisha yetu ya kila siku. Tukishafanya yote tuweze kusema, sisi tu watumwa wasio na faida,
tumefanya tu yaliyotupasa kufanya. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Dominic Anselim Imani kutoka Jimbo Katoliki la Moshi, inayosoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume.